mbalimbali ikiwemo kitabu cha Aziz al-Hakim dan Qur'an al-Karim. Tabayyana rusul min al-ghaib. Faman yakfur bil-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi sayyidina Muhammad sayyidil khalqi ya'ti zamanun 'ala an-nas al-qadir 'ala dinihi al-qadir 'ala jam'ah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa mustafana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi salatan tukhrijuna biha min dhulumati al-wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tughfir lana ma nashkala hatta yafham innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah wa ya ayyuhal mu'minuna billahi usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Fa'alaina wa 'alaikum bitaqwahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nas, tadabbaru ma yaqulu maulakumul karim fi Qur'anil 'azim kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir ladzi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim. Ndugu zangu, baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu na vile vile baada ya kumtakia rehema na baraka nyingi na amani tele mtume wake wa mwisho wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikuhusieni pamoja na kuhusia mimi binafsi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kumcheni Mwenyezi Mungu kweli kwa kufanya hivyo, kumcheni kweli kweli mpaka pale muda wetu wa maisha mafupi ya huu ulimwengu yatakapofikia ukomo, basi zitoke roho zetu ilhali sisi ni wachache, huku tukimuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa yakini kabisa hatuingize katika kundi la wale watu wanaomcha. Allahumma rabbal alamin taqabbal. Ndugu zangu, tumekutana tena katika imani hii, na haraka haraka ukitazama Ijumaa hii inawezekana ikawa ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Safar wa mfungo tano wa mwaka 1444 huko huko kwa mujibu wa kalenda tulikuwa nazo Ramadhani na katika siku zetu na saa zetu. Tukimaliza mwezi wa mfungo tano huu tutaingia mwezi wa mfungo sita. Rabiul Awwal. Inawezekana Ijumaa ijayo tutaingia katika mwezi huu, mwezi ambao unatajika na unadhaniwa kwamba ndio mwezi aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenyewe wanauita Rabiul Awwal, yani mavuno ya mwanzo. Na mara nyingi tunapoona unapoingia mwezi wa mfungo sita, basi huwa zikasheheni hafla, mikutano, makongamano, mijumuiko ya watu mbalimbali ya taasisi na vituo chungu mzima kwa ajili ya kuenzi, kutaja na kukumbuka mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo mimi nianze kufungua mlango huo kwa kutaja aya aliyoshushiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inayopatikana katika
sura Al-Zukhruf aya namba 46. Ukirudi nyumbani, alhamdulillah, na hakika unao msahafu, japokuwa mazoea ya kusoma sana una zaidi ya kuishi nao, lakini nikukumbushe tu leo, ukirudi kaipitie aya hii. Aya hii ni miongoni mwa aya zinazoonyesha malengo ya kuletwa kwetu huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni pale Mwenyezi Mungu aliposema kumwambia yeye, fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Zuia, yakamate kwa nguvu zote, yashikilie yale yote ambayo umefunuliwa. Hakika wewe Muhammad uko katika njia iliyonyooka. Na mbele Mungu akasema hayo ni uongofu kwako na watu wako. Rudi katika sura Al-Zukhruf. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad, shikamana na haya yote tunayokuletea. Uko sawasawa ukiashika, lakini si wewe tu, na wale wanaokufuata. Mwenyezi Mungu atujalie sisi miongoni mwa wafuasi wazuri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiufupi, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad, anatuambia sisi tushikamane na dini ambayo ni Uislamu. Usihitaji aya nyingine wewe zaidi ya aya hiyo katika kukurejesha katika mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hakika ziko nyingi sana, lakini leo nakuomba uwe kama masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Walikuwa hawapendi na hawaoni raha baada ya aya kushuka inayowataka katika jambo fulani, hawakupendelea sana ije aya nyingine kabla ya wao kuweza kupractice aya iliyotangulia. Tuko kinyume nao sana. Mimi na wewe, kila aya unaosikia unaona haikutoshi, unataka nyingine kabla ile ya mwanzo kuwa umeifanyia kazi. Leo kuombe kabla hatujakuja katika aya nyingine tutoshe na hii. Fastamsik billadhi uhiya, shikamana kikweli kweli, yazuie yale ambayo umeletewa. Nini ninachokutaka? Jitizame wakati namaliza hotuba hii na tuna swali na tunaondoka, unashikamana kikweli kweli na aliyoyaleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yako ya kila siku, katika mambo yako yote. Hakuna sehemu kuna vichochoro au kuna nyufa au pancha yanakutoka. Ili ndio ujumbe wangu wa leo. Tunakwenda mfungo sita, tutaambiwa sana habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye mwenyewe kuelewa na sisi tutaambiwa. Umeshikamana nayo vizuri, hotuba ya kwanza inaisha. Hakuna sehemu kuna nyufa na vichochoro ambavyo yaliyokuja kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanakuponyoka. Inawezekana usijue kwamba uko ufa au hauko, ipo pancha au la, kwa sababu tu inawezekana wewe na mimi hatujifanyii sana research na utafiti kiasi gani hiyo dini ipo, kiasi gani dini tunaijua. Ujumbe wangu wa leo, namaliza hotuba ya mwanzo fupi kabisa, haina maelezo mengi. Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru tena Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile baada ya kumswalia kipenzi chake, kipenzi chetu sote, mtume wake wa mwisho Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakusia tena kwa mara nyingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumkeni Mwenyezi Mungu hakika ya kumcha.
Tumalizie maneno yetu mafupi sana ya leo, ili angalau kidogo kusherehesha hilo kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyopokea Imam Tirmidhi, lakini pia imesahihishwa na wanazuoni wengi. Ile hadithi aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yati zamanun ala ummati alqabilu ala dinihi kalqabili ala al-jamra, tena ala jamratin min an-nar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kushikamana vizuri na yale aliyotakiwa na Mwenyezi Mungu ayashike, ambayo ndio Uislamu aliokuja nao, kisha akayafikisha kwa umma uliokuwa mbele yake wakati ule, na akaufikisha ujumbe ule vizuri sana mpaka yeye mwenyewe akaridhika. Kumbuka maneno aliyoyasema, kusema taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, kwamba nimefanya hii kazi nzuri na nimekuacheni katika hoja nyeupe juu ya dini. Nimefanya vizuri kwa miaka 23 iliyogawanyika pande mbili, Maka kisha Madina. Anasema nimefundisha Uislamu vizuri sana, na wallahi ukirudi katika historia na tarehe ya Uislamu utaona namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanikiwa katika kazi yake ya ualimu na kuwaongoza watu. Qur'ani inashuhudia juu ya hilo katika aya nyingi sana, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi yake vizuri, na nini iliitikiwa, watu waliipokea na wakaishi nayo, na ikawasaidia katika nyanja zote. Katika siasa zao walikuwa wako vizuri sana, katika mambo yao ya kiuchumi ya utafutaji wa riziki zao, subhanallah, walikaa vizuri sana, na hata katika mambo ya kijamii, mwingiliano kadha wa kadha, pia huko walikuwa vizuri kiasi. Qur'ani inathibitisha juu ya hilo, laqad radiyallahu anil mu'minin, kwamba Mungu amewaridhia waumini kwa wakati wote. Mwenyezi Mungu nasi atujalie katika hayo. Hakuna kitu kikubwa bwana kama kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema wazi, laqad radiyallahu anil mu'minin, Mungu amewaridhia waumini wale wote. Wala wewe usipate tabu hivi sasa ukaanza kumchambua labda huyu au yule, kama yanavyokuja baadhi ya madhehebu. Ridha Allah iko kule. Kama utosheki na hilo, rudi katika Qur'ani kuonyesha namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi vizuri, na watu wakampokea, wakamkubali, wakaishi katika yale. Walikuwa mutamassikuna bidinillah. Mungu anasema wazi, Muhammadun Rasulullah, Muhammad huyu ni mjumbe wa Mungu, kafanikiwa. Walladhina ma'ahu, na wale aliokuwa nao wakati ule, ashiddau ala al-kufar ruhamau, ni wakali kwa makafiri, lakini wana huruma wao wenyewe kwa wenyewe, wanahurumiana, mambo sio madogo. Na ukitaka uwaone kimazingira wakati wote, Mungu anasema tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Wakati wote utawaona wao wanafanya ibada, ruk'an sujadan, wanaswali. Nini lengo? Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Hawakuwa na malengo mengine katika ibada zao. Yabtaghuna fadlan min Allah, wanatafuta fadhili za Mungu na radhi zake. Simahum fi wujuhihim min athari, alama zao ni katika nyuso zao, ukizitizama wana sura fulani hivi kutokana na mabaki ya kusujudu. Akaendelea mpaka mwisho, yani ni kuwasifu. Hii maana yake anasifiwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi vizuri mpaka likatoka kundi la namna hilo ambao Mwenyezi Mungu anastashhidi, hawa ndio watu hawa. Mwenyezi Mungu anashahidi katika hawa, lakini muda umeenda sana.
na kwa kujua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba muda huu utaenda, mabadiliko yatapatikana, alisema maneno haya, nisikilize. Natoa hadithi mbili, hutuba imeisha, alafu kila mmoja aijue nafasi yake. Ya kwanza anasema yati zamanun ala ummati, baada ya wakati huo utakuja wakati mwingine katika watu wangu hawa, atakuwa mtu alqabidu ala dinihi kalqabid ala jamratin minan nari, mtu atakayeshikamana na dini yake, dini ambayo waliishika wenzetu wakafanikiwa na Qur'ani, kama sisi katika aya mbili nilizosomea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema utakuja wakati mtu akiyashika hayo walioshika hawa, mfano wake huyu itakuwa kalqabidu ala jamratin, sawa sawa na mtu anayeshika mkaa wa moto au jinga la moto mkononi, akilishika litamchoma na akiamua kulitupa litazimika. Ni wakati wetu tuliokuwa wakati huu, haiti Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau ala al-kuffari ruhamau bainahum. Wakati huu ni wakati ambao alisema yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yati ala nas, utawajia watu wakati ambao la yabqa min al-islami illa rahmu, hautobakia Uislamu illa ismuhu, isipokuwa jina lake. Nasema kidogo mnisikilize. Yati ala nasi zamanun la yabqa min al-islami illa ismuhu, utakuja wakati Uislamu hautobaki isipokuwa jina lake. Wala yabqa min al-Qur'ani, na wala haitobaki chochote katika Qur'ani illa rasmuhu, isipokuwa maandiko yake na vitabu vyake. Masajiduhu, misikiti yao amira, itakuwa imejengeka vizuri, imepandika. Masajiduhum amir, misikiti mizuri kuanzia kibula mpaka mwisho, mpaka sehemu za kutawadhia na maliwatoni, vyooni. Ukiingia hata choo, katika choo cha msikiti utatamani ula, lakini wahiya qarabu min alhuda, misikiti itakuwa mibovu kwa sababu haina uongofu. Ukiutizama msikiti mzuri sana, lakini maana ya msikiti haitokuwepo kwa sababu ndani ya msikiti hakuna uongofu. Ulamauhum, wanachuoni wao watakaokuwa katika wakati huo, ukifika wakati huo wanachuoni wanaonekana, hawa ndio wanachuoni hawa, hum adim min tahti sama, ndio waovu wabaya katika viumbe wote wanaopatikana chini ya mbingu. Min indihim takhruju alfitna, matatizo yanatokana na wanachuoni. Wafihim taud, na kwao matatizo yanarudi. Hii ni hadithi ambayo sahihi anayasema haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utafika wakati mtu atakayeshika dini yake vizuri, basi kajitafutia matatizo, kama mtu alioshika moto mkononi. Akiushika vizuri unamchoma, na akiamua kuuacha utazimika, na yeye anautaka ule moto akapikie au akaotee wakati wa baridi. Lakini wakati huo ni ule wakati ambao Uislamu upo, lakini jina lake tu, lakini maana Uislamu haipo. Qur'an haitokosekana majumbani, itakuwepo, lakini maandiko haiishi mle. Zaidi ya maandiko, mtu anasoma tena anahifadhi, anahifadhi mtu juzu zote 30, na ingekuwa zipo 30 zingine angepiga 60. Mzuri anasoma mpaka wewe unashangaa, lakini ile Qur'ani haivuki hapa, inaishi hapa mdomoni. La yabqa min al-Qur'ani illa rabb. Misikiti haitokosekana, mingi na itajengwa kutangisho tena mizuri, inapendeza kuliko ya wakati wote, ila msikiti ule hauna chochote katika uongofu.
na wanaoongoza misikiti wanachuoni wa wakati huo ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawana uongofu, ndio wabaya katika viumbe wanaoishi chini ya ardhi, chini ya mbingu na ardhi hii. Fitina, matatizo, migogoro inatoka kwao na inarudi kwao. Kipindi kama hiki au hadithi kama hii ndio nikaja na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Az-Zukhruf. Mwenyezi Mungu anasema fastamsik billadhi uhiya. Fastamsik al-istimsak. Istimsak ni neno au msamiati wa lugha ya Kiarabu. Maana yake ni kukikamata kitu kwa nguvu zako na fikra zako. Mfano mwepesi nikupe, ni sawa sawa na wewe unapomkamata kuku au ndege au samaki au mnyama wote kipindi yuko hai. Ule ukamataji wako ndio unaitwa al-istimsak. Sio kama vile unamshika kwa kamba unaenda kumuuza. Kuna ushikaji ambao wa kumuogopea yule atachoropoka au atatoroka. Mshiko ule ndio unaitwa al-istimsak, aloambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aishike dini na sisi tuishike, kwa sababu dini ukiiachia itachoromoka, na ndio wakati tuliokuwa nao. Ni ule wakati aliosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Mtu anaamka vizuri, muumini, muislamu wa kupendeza kabisa, lakini ikifika jioni yeye ndo kafiri mkubwa. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, au anafika jioni muumini mzuri, lakini kwa yatakayojiri na yakatokea ndani ya masaa 12 ya usiku anaamka kafiri. Yabiu dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil, hali yake ni kuuza dini yake kwa sababu ya thamani ndogo ya kidunia. Ndio wakati uliokuwa nao. Jana nilikuwa pahala nikasema maneno na leo narudia. Dunia imechafuka kiasi ambacho hata sisi tunatumika kama Waislamu kuichafua dunia. Tunaichafua na sana tunatumika. Sasa sijui hatujui au ndio tumeingia katika ghafla na kusahau au gani. Tumepoteza mustakbala wetu na nafasi aliyotuacha nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mifano iko mingi, lakini mimi natoa mmoja tena, mara nyingi watu wanauogopa kutoa. Leo asilimia ya watu wote wanatembea wanatangaza kamari. Inategemea kamari hiyo unaitangazaje. Watu wanaingia mpaka misikitini humu na jezi zenye kutangaza kamari, Sport Pesa na ile nyingine sio inaitwa nini, kamari zile. Jamaa mnatangaza kamari, jamaa mnasaidia maasi ya dini. Mmoja katika wanachuoni wakubwa anasema ashqa nasi man yabiu dinahu bithamani dunia ghairi. Mtu mbaya katika dunia ni yule anayoiuza dini yake kwa faida ya mtu mwingine. Wewe unaovaa yale manguo yenye manembo ya kamari, akili yako ipo katika ushabiki wa dini yako, lakini jua pale unafanya jambo kwa faida ya mtu mwingine, na unafanya jambo hilo kwa faida ya mtu mwingine. Wewe unatotazama ushabiki, lakini akhira yako inabomoka. Muda wa kuwa umeivaa kila sekunde unaambiwa wewe unacheza kamari. Yoyote mwenye kusaidia mambo mazuri sawa sawa na aliyofanya, na yoyote anayosaidia mambo mabaya sawa sawa kufanya. Ndio maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio jambo lile sharti ulifanye wewe tu live, vile ulivyotangaza kamari katika nguo ulioivaa ndio umeicheza. Sasa rudi katika Qur'ani, hiyo maneno aliyokuja nayo Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaizungumzaje kamari? Ni maneno kama makali kidogo, yanatisha, lakini ndio wakati aliosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alqabidu ala dinihi, atakayeshika dini yake kalqabidu ala jamra, sawa na mtu alioshika jinga la moto. Ukilishika linakuunguza, ukilichoma, ukilitupa litazimika. Mwenyezi Mungu atuondoshe.
turudi katika wakati ambao kwamba ule uliotajwa katika Qur'ani, wenzetu wakatajwa kwa sifa nzuri, nazo Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahumma ighfir lana dhunubana inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بقدر ربك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه بجاه عندك فرج عنا ما نحن فيه إلهي لا نسألك رد القضاء بل نسألك لطف فيه وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم عن جميع صحابة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم منهم سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن ابي طالب وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غفور جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من الأعداء ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.